Biblia inasema urithi huo tuliopewa, maana yake Biblia inaita kuwa ni uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amina. Alafu sisi tulipokwisha kumwamini Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, Biblia inasema tumepewa urithi. Maana yake tumekuwa wana. Biblia inasema wale waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Sasa hawa wana wa Mungu, Biblia inasema wamepewa urithi. Wana urithi ambao ni uzima wa milele. Umilele huu upo katika siku ya mwisho baada ya hukumu, ndipo wanakaa katika ule uzima wa milele usiokuwa na mauti tena. Hakutakuwepo kufa tena, hakutakuwepo mauti, hakutakuwepo magonjwa. Biblia inasema siku hizo zitakuwa ni siku ambazo hatutaugua tena. Magonjwa hayatakuwepo kwa sababu tutakuwa tumeingia katika uzima wa milele. Ndio urithi ambao tunautafutia saizi, tunapambana kuupata. Kila mtu aliyekwisha kufanyika kuwa Mkristo, alipoamini ndani yake amepokea uzima, anao uzima ndani yake. Ndio urithi anaopata baada ya kufanyika mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini uzima huu si wa hapa duniani, si wa kuishi bila kufa. Biblia inasema kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni chache. Kwa hiyo tunazungumza uzima wa baadaye, baada ya hapa, baada ya hukumu ya siku ya mwisho. Tutaishi milele kule mbinguni, tutaishi milele kule tutakapokwenda, tutakapokuwa pamoja na Kristo. Maana alisema katika Yohana sura 14, naenda mahali kuandalia ili nilipo na nifanye nini? Nanyi mwepo. Kwa hiyo kwa maana hii ni wazi kwamba sisi hapa tulipo kuna mahali ambapo tumeandaliwa. Sasa hapo ndipo tumewekewa urithi. Sasa mtu akishakuamini kama anaweza kupokea urithi. Sasa kwa mujibu wa Biblia ni kwamba kwanza lazima ili upate urithi lazima uwe mwana. Bwana asifiwe. Biblia inasema wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Wale ambao hawakumpokea hawakufanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu, lakini wale ambao hawakumpokea maana hawakufanyika kuwa wana. Badala yake hawakuwa warithi katika ufalme wa Mungu. Maana sisi tuliokwisha kuokoka tumekuwa warithi. Sasa mtu anawezaje urithi huo? Tunasema uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele ni nini? Maana tunaweza tukawa tunafahamu kuhusiana na uzima wa milele, lakini tunafikiri tu ni ule tu uzima wa milele tuliourithi basi wa kuingia mbinguni. Tukiwa duniani uzima wa milele Biblia inasemaje? Hebu nisomee Yohana 17 mstari wa 2 mpaka wa 3. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 2 mpaka wa 3. Ndio. Asema kama vile ulivyonipa mamlaka. Kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Ndio. Ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Ndio, simame hapo kwanza. Asema kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kama vile alivyompa mamlaka Yesu, wale wote ambao Mungu alimpa, basi yeye awape uzima. Haleluya. Haleluya. Wale wote ambao jinsi Yesu alivyopewa mamlaka, anasema Baba kama vile, maana hapo anazungumza na Mungu. Ni maombi katika sura hii, alifanya maombi wakati anakwenda kuondoka. Sasa anasema kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya watu wote wenye mwili. Wote wenye mwili. Sisi wote hapa tuna mwili. Bwana asifiwe. Hamna mwenye roho kwamba anatembea kwa roho kama malaika. Wote tuna mwili, alafu roho anakaa ndani ya mwili. Sasa Biblia inasema kama vile ulivyonipa wote mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hiyo sisi tulio mwamini Kristo, maana yake ndiye Mungu amempa Kristo.
ametupa sisi ili yeye Kristo atupe uzima wa nini? Wa milele. Kwa sisi tuliokwisha kumwamini Kristo tukamkubali, maana yake yeye anatupa uzima wa nini? Lakini tukiwa duniani lazima tufahamu anazungumza uzima wa milele ni nini? Haleluya. Amen. Wewe unafikiri anaweza kuzungumza uzima wa milele ni nini? Unaona tu ni siku ya mwisho kwamba tutakapofika kule mbinguni basi tukapata uzima wa milele kwa sababu hatutakufa tena. Haya, sura ya 3, mstari wa 3 anasema. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee kwa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Basi, haleluya. Biblia inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo anasema yeye alimpa mamlaka ili wote watakaomkubali awape uzima wa milele. Hebu msikilize. Akasema uzima wa milele ni huu, wa kukubali wewe Mungu, wa kuamini wewe Mungu. Maana yake anasema na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa mtu akimjua Mungu wa kweli, akamjua na Yesu Kristo aliyemtuma, maana yake huyu ana uzima wa nini? Kwa hiyo uzima wa milele unakaa ndani kulingana na mtu alivyomjua nani? Mungu wa kweli. Namna gani anamjua? Kwa hiyo na kumjua Kristo aliyemtuma, kwamba yeye ndiye aliyetuma kuja duniani ili awakomboe watu wale watakaoamini, watakaokubali awape uzima wa milele. Uzima wa milele maana yake wamjue Mungu na Yesu Kristo. Sasa wanamjuaje? Maana yake yale aliyokuwa anawafundisha yaliwafanya kuwajulisha Mungu ni nani, yupi Mungu wa kweli katikati ya miungu. Bwana asifiwe. Sasa yale maneno tuliyokuwa tunafundishwa ndiyo yanayotujulisha Mungu. Tunapomjua Mungu maana yake tuna uzima wa milele ndani yetu. Kwa uzima wa milele wa siku ya mwisho unategemea ulimjua Mungu vipi ukiwa duniani, ulimjua vipi na Kristo aliyemtuma, ulimwelewaje? Sasa anasema kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yaani ili uwe na uzima wa milele lazima umjue Mungu wa kweli wa pekee. Biblia inasema Mungu wa kweli alafu wa pekee. Maana yake usichanganye kuabudu kati ya Mungu wa kweli wa pekee na kumjua mwana wake Yesu Kristo alivyokufa msalabani, na sababu za ujio wake alikuja kututambulisha Mungu wa kweli, kwa sababu watu, Biblia inasema hapo kwanza watu waliabudu kila aina ya miungu kwa sababu walikuwa bado hawajamjua Mungu wa kweli. Lakini Yesu alipokuja akatufundisha habari za Mungu wa kweli, maana yake akatuthibitisha, kwa hiyo akatujulisha ili tuwe na uzima. Maana yake mtu aliyemjua Mungu wa kweli ndani yake anao uzima wa nini? Kwa sababu ndani amembeba Mungu, amemjua Mungu wa kweli, amemfahamu na Yesu Kristo aliyemtuma, akamwelewa vizuri nini kusudi lake, yeye ni nani, alikuja kufanya nini, na sababu zake za ujio ni nini, na kwa nini alikuwepo. Akishamjua sana huyu sababu zake, maana yake ndani yake ataugundua uzima wa milele utakaa ndani yake. Sasa na atakapokuwa amekuja huyu kuhukumu, maana yake huyu tayari ndani yake kuna uzima wa milele, atakwenda kwenye uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ameshamjua Mungu, anamjua na Yesu Kristo aliyemtuma, maana yake huyu mtu ndani yake kuna uzima wa milele. Hata atakapokuja kuhukumu atakwenda kwenye uzima wa milele kwa sababu ndani yake kuna uzima wa milele. Sasa kama ndio hivyo, urithi wetu ni uzima wa milele. Kama urithi wetu ni uzima wa milele, sasa watu wengi wanauuza urithi wao, wanapoteza urithi wao kwa sababu ya mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Watu wengi wanapoteza urithi wao wa Kristo. Urithi wa Kristo ni uzima wa milele. Urithi wetu ni uzima wa milele. Sasa watu wengi wanapoteza uzima wa milele kwa sababu ya mambo ya duniani, kwa sababu ya maisha ya kawaida, kwa sababu ya mke mtu anamwacha Mungu, kwa sababu ya mume mtu anamwacha Mungu, anampoteza uzima wa milele kwa sababu shetani amewekeza kitu kwenye maisha ya ndoa ili aharibu. Akishaharibu ili upoteze uzima wa milele kwa sababu ya hilo tukio. Sasa ndipo watu wengi hutumia njia zao kupoteza uzima wa milele kwa sababu ya mambo ya dunia.
Ndio. Esau akamwambia Yakobo. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile. Ndio. Kwa sababu ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Ndio. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Ili nikupe chakula, niuzie kwanza haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Wewe unataka chakula chekundu hiki kilichopikwa kwa dengu vizuri. Sasa nataka unipe kwanza haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Sema hivi. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Ndiyo, akamwapia, akamuuzia Yakobo uzaliwa wake wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ana sehemu katika urithi. Bwana asifiwe. Sasa katika urithi wake Esau aliamua kuuza urithi wake wa uzaliwa wa kwanza, akamuuzia mdogo wake Yakobo waliofuatana naye kwa sababu ya njaa. Bwana asifiwe. Sasa yeye alisema kwa njaa hiyo ni uma na karibia hadi kufa. Yaani naona kama nataka kwa sasa uzaliwa wa kwanza utakuwa na wakati Esau kwa sababu ya njaa aliamua kuuza haki yake, kama ambavyo Wakristo wengi huwa tunauza urithi wetu wa uzima wa milele. Tunauza maana tunampoteza ile hali ya kumjua Mungu wa kweli, tunaipoteza ile hali ya kumjua mwana ambaye ni Yesu Kristo. Sasa tunaiuza kwa sababu ya njaa inayotokea kwenye nyumba zetu, ya fedha tunazokuwa nazo. Kwa sababu tu tumekosa fedha, tunaenda kutenda dhambi, tunauza haki yetu ile kwa sababu ya njaa iliyo ndani ya nyumba. Tunaweza kuwa kama Esau. Nadhani naweza kusema inakuwaje Esau alifanya hivyo? Ingekuwa Esau siwezi kukubali kwa sababu ya njaa tu. Lakini wakati na wao nyakati hizi Agano la Kale lilikuwa ni kivuli cha mambo ya njaa. Neno hili katika mambo ya Agano Jipya unaweza ukaelewa kwamba sasa anamaanisha kwamba watu wengi wanaweza kupoteza urithi wa uzima wa milele kwa sababu ya njaa iliyo ndani ya nyumba zao, kwa sababu ya magonjwa yaliyoingia kwenye nyumba zao, kwa sababu ya magumu wanayopitia kwenye nyumba zao, wakapoteza urithi wa uzima wa milele. Kwa sababu ameuma, basi atasema mbele Mungu, ni sasa uzima wa milele una faida gani kama sasa mimi ni mgonjwa? Acha nimuone witch doctor, nimuone mganga wa kienyeji. Sasa kwa sababu tu mimi nasubiri uzima wa milele, alafu nataka kufa, simona nikatibiwe, alafu na witch doctor, alafu mimi nitakapopona nitaendelea kutafuta ule uzima wa nini? Wa milele. Sasa kwa bahati mbaya huwa watu wengi wanaopoteza uzima wa milele kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya mapito, kwa sababu ya shida zilizo ndani, anajikuta amepoteza uzima wa nini? Wa milele. Kwa namna ambavyo mtu anavyoishi, anaweza na yeye kuwa kama Esau kwa sababu ya njaa tu, kwa sababu tu ya dhiki, kwa sababu ya maisha, akaamua kumlaani Mungu, akaamua kumwacha Mungu. Mtu akasema kwa namna gani? Mtu anauma mtoto huko hoi, yu karibu kufa, anasema sasa Yesu namshikilia wa nini? Wewe namuomba kwamba mtoto apone, mbona sipati? Esau anasema hivyo. Sasa mimi uzima ulisi wa haki ya uzima ya uzaliwa wa kwanza ina faida gani kama nitakufa na njaa? Yaani umekufa hapo wewe mzaliwa wa kwanza una faida gani? Sasa akaona hana faida, akaona auze kwa sababu ya njaa. Sisi tumepata urithi wa uzima wa milele kupitia wokovu kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye Biblia imesema tukimjua yeye, tukamjua na Mungu wa pekee, Mungu aliye mkuu wa pekee. Tukimjua yeye namna anavyotaka kumjua, ni kujua yale anayohitaji, ni kujua yale anayotaka kwetu. Tukishamjua anayohitaji kwetu, tukayaelewa, ndipo tunaweza sasa kuwa tumemjua nani? Mungu. Sio tu kusema Mungu namjua Mungu. Hatumjui hivyo, tunamjua Mungu kwa njia ya kujua yeye anataka tunayafanya kwa ajili yake. Tunapoyafanya maana tunajua yeye anahitaji kitu gani kwetu. Haleluya. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunaweza kumjua, alafu tukawa na uzima wa milele. Sasa ili haki yetu ya uzima wa milele tusiipoteze kama Esau alipoteza urithi wake wa haki ya uzaliwa wa kwanza, maana yake ni lazima tusikubali njaa, tusikubali mateso, tusikubali ndoa au shida yoyote ikatutenganisha na uzima wa nini?
sababu mpango wa shetani ni kuleta tatizo kwenye maisha yako ili wewe utumie anunue uzima wako wa milele kwa tatizo hilo nalo. Yaani unapewa tatizo kwenye maisha yako, unapewa tatizo la uchumi kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako, kwenye familia yako, ili tatizo hilo liwe sababu ya wewe kukutoa kwenye urithi wa uzima wa milele. Maana yake linapokuumiza unaona hakuna faida ya kukaa kwenye utafuta uzima wa milele wakati mimi nateseka. Ni heri nikatafuta maisha ya kulinda mwili wangu, ya kulinda maisha yangu. Kwa hiyo unajikuta umepoteza uzima wa milele. Lakini unaopotezaje? Maana yake unamjua Mungu lakini haujatenda vile anataka, maana yake bado humjui. Kama ungelimjua ungeyaishi yale anayoyataka. Ndio maana nasema wakujue wewe Mungu na mwana uliyemtuma. Wakishakujua kwamba mwana alitufundisha nini na Mungu alimtuma mwana atuambie kitu gani, ukikielewa ukakiishi, maana yake hata ingekuja dhoruba bado ukaendelea kukiishi, maana yake umeulinda uzaliwa, haki yako ya uzima wa milele. Sasa Esau yeye aliuuza uzaliwa wake wa kwanza kwa chakula, kwa sababu alikuwa na njaa. Hata wewe, hata mimi naweza kuuza wokovu wangu, naweza kuuza haki yangu ya uzima wa milele kwa sababu ya magonjwa. Maana nimeumwa, naona kabisa naelekea kufa, alafu mganga anasema hili linawezekana. Sasa mtu anaondoka anaenda kufanya kule ili apate uzima. Sasa anauza haki yake ya uzima wa milele, anapata uzima wa duniani. Alafu akishakuwa mzima wa duniani, baada ya hapo tena mauti inamchukua. Alafu kule atakapoishi milele ataishi akiwa katika mateso aliyoyakataa wapi? Duniani. Wakati akiwa duniani alitafuta msaada kwa wanadamu, alitafuta msaada kwa waganga, alitafuta msaada wa furaha kwa ndugu na rafiki, alitafuta kutoka hata nchi ya ndoa ili apate furaha, alitafuta kila namna ili ajifurahishe. Sasa anapotafuta furaha ya duniani, anaifukuzia mbali ile haki ya uzima wa milele mbinguni. Hata ile furaha aliyoipata duniani itakuwa sehemu, haitamsaidia siku atakapofika kupokea furaha hatari ya mateso ya siku ya mwisho ambayo ni ya milele. Wakati duniani ni muda mfupi, lakini mbinguni kule tutakaa milele yote. Bwana asifiwe. Sasa unapokwenda kutafuta uzima kwa wenye pepo, unapokwenda kutafuta uzima kwa watu wote wenye tabia fulani, wanaojiita waganga, wanaojiita manabii wa uongo, hawa wanatoa hadi watu nywele za kichwani, hawa kama ni waganga wa kawaida hawa. Sasa unapoenda kutafuta uzima kwao wa kidunia, maana yake unaweza ukapoteza uzima wa mbinguni, unaweza ukapoteza uzima wa milele. Lakini uzima wa muda mfupi unaweza kuupata, lakini ukaukosa uzima wa nini? Kwa hiyo mpango wa Ibilisi anaweza kaachilia mapito kwenye maisha yako, ili unapopitia dhiki, unaiona dhiki yako kama basi, kama napitia dhiki alafu nimeokoka, kuna haja gani? Si bora mimi nikatafuta tu furaha yangu, nikaacha wokovu nikaipata furaha. Sasa unapata furaha alafu unaishi ndani ya siku 30 za mwezi. Baada ya hapo unapoteza furaha yako, unakwenda kuishi katika mateso ambayo aliyaishi tajiri. Sasa utakapofanya namna hiyo, nini kinatokea? Maana yako ulipata furaha ya muda mfupi. Ndio maana tajiri aliambiwa, wewe ukiwa duniani ulipata furaha, ulikula kila kitu. Alitaka kuingia kwa wanawake, aliingia. Alikuwa akimtaka mtu yoyote, ana uwezo kwa sababu ana pesa. Akitaka kula vizuri, alikuwa anakula. Akitaka kulewa, alikuwa na uwezo wa kulewa. Lakini alipofika siku amekufa, amefika kule kuzimu, hakuwa na haki tena, isipokuwa vile alipata mema duniani. Sasa ni zamu yake kupata mateso wapi? Kule. Kwa kadiri ambavyo Esau alipoteza haki yake,